Waumini wa kanisa la Katoliki, madhehebu mbalimbali na viongozi wa serikali wameungana katika misa maalum kuadhimisha miaka 4 tangu kifo cha aliyekuwa rais wa Tanzania hayati Daktari John Pombe Magufuli. Ibada hiyo imefanyika katika kanisa la parokia ya Mtakatifu Yohane Muzei, Chato, mkoani Geita. Akizungumza katika ibada hiyo, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, bunge, sera na uratibu, William Lukuvi, ambaye amemwakilisha Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amesema serikali inatambua mchango mkubwa wa Daktari Magufuli katika maendeleo ya taifa. Kwa upande wake, askofu wa jimbo Katoliki la Rulenge Ngala, Severini Niwemugizi, amewahimiza waumini kuenzi maadili aliyoyaishi hayati Daktari Magufuli, akimtaja kama kiongozi mwadilifu na mwenye huruma kwa wanyonge. Mtoto wa hayati Magufuli, Jessica Magufuli, akitoa salamu kwa niaba ya familia, ameelezea jinsi baba yao alivyojitolea kwa ajili ya taifa lake. Elia Jackson Lupembe, hii ni News Update Media. Tunawahesabia haki akombolezi kwa ajili yao. Basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufanya sehemu ya historia ya nchi yetu, na tunaendelea kusherehekea maisha yao kwa sababu ya mazuri mengi waliyofanya kwa taifa letu la Tanzania. Hayati Mzee Alhaji Ali Hassan Mwinyi, rais wa awamu ya pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati wa uhai wake aliwahi kusema, leo watakuwa wameyarudia maneno yake, lakini kwa lugha yake yeye, lakini yanafanana. Maisha ya wanadamu ni hadithi tu hapo ulimwenguni. Basi ewe ndugu yangu, kuwa hadithi nzuri kwa hao watakaosimuliwa. Kwa hiyo ndio ambayo naweza kusema viongozi wetu hawa wameishi vema, na ndio maana tunapata ujasiri wa kuyasimulia mambo mazuri waliyofanya, na katika kumbukizi hii tumeendelea kuyasimulia mazuri waliyofanya. Jamii ya Kitanzania tutaendelea kujadili kama tunavyowajadili wengine, lakini huyu jamaa tutaendelea kujadili, tutake tusitake, tutaendelea kujadili. Wewe unaweza kaangalia na upande mwingine, alifanya makosa gani, nayo yataendelea, lakini tunataka kuendelea kujifunza. Tunajua mambo ambayo hakuyapenda Magufuli, tunayajua, alituambia na kutufundisha. Wale mlio katika ofisi za umma mnajua alipokuwepo mlivyokuwa mnakimbia, jasho liliwatoka. Sasa walitaka nidhamu katika kazi, kuwajibika, hakuna lele mama. Wote walijua, hata mtoto alijua, aisee, Magufuli akikukuta una hali mbaya. Sasa hii lazima tujifunze vitu fulani vizuri katika maisha ya wenzetu, lakini tujifunze vitu vizuri vitusaidie na sisi kuwajibika, kukataa mambo mabaya, rushwa, unyanyasaji, uonevu na kadhalika. Alijifunza kutoka kwa viongozi waliotangulia kama hayati Julius Kambarage Nyerere, mzee wetu Benjamin Mkapa, pamoja na Ali Hassan Mwinyi. Alipata mafunzo ya uadilifu, uzalendo na dhamira ya dhati ya kutumikia taifa la Tanzania. Baba yetu mara nyingi alisema kwamba siku moja angeungana na malaika huko mbinguni kwa ajili ya kuongoza, na hata tu kwamba jinsi anaweza kuwa na mazungumzo akiwa mbinguni na mzee wetu Nyerere, Mkapa pamoja na Mwinyi, wakikumbushana nyakati walizongoza taifa letu kwa uzalendo wa dhati. Naweza kuwafikiria wakimtakia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kila la heri katika uongozi wake, kuombea maendeleo ya nchi yetu, na pia naweza kuwasikia
wakiwa